Tumalize na mizengwe ya wiki ambapo kinara wa DCP Rigathi Gachagua amerejelea baadhi ya mikwaruzano iliyojitokeza alipokuwa anahudumu kama naibu wa rais na kusimulia alivyosukumana na mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi baada yake kujaribu kuchukua nafasi yake wakiandamana na Rais Ruto katika ziara rasmi humu nchini. Naye naibu rais Profesa Kithure Kindiki amemtaja Gachagua kuwa mtu mwenye madharau, akibaini kuwa amejaribu kumtendea mema ila Gachagua anaendelea kumdhalilisha. James Mwangi na mizengwe wiki hii kwenye makala ya mizengwe. Unajua Kasongo akitaka kukufukuza kwambie uende. Na hii Soprano hajaelewa. Riggy G anarejelea baadhi ya mikwaruzano iliyojitokeza alipokuwa naibu wa rais. Hapa akisimulia alivyowahi kumsukuma mbunge Sudi nje ya zulia jekundu alipojaribu kujipenyeza kwenye nafasi yake wakati wakiandamana na rais. Mimi alijaribu kunifanya namna hiyo. Mtu alijaribu kuingia kwa mkeka mimi na mgonga. Iko hii kijana yake hii ya standard 2 alijaribu kuingia kwa mkeka nikitembea na Kasongo nikamsukuma anaanguka huko. Ila inaonekana kwa wengi tukio hili halikufanyika kama anavyosimulia Riggy G. Lakini ni nini haswa kilichomfanya Riggy G kuyakumbuka haya ambayo wengi wangedhani yalipita na kusahaulika? Soprano ameketi hapo. Kasongo amepanga kumwaibisha. Anaambia Simba Arati wewe amuka. Simba Arati anaamuka anasema hii kiti ya deputy president hii ni yetu watu ya ODM. Na Kindiki amekaa hapo. Anaangalia chini. Unajua ni mfupi sasa kuangalia chini hapana iko kasi mingi. Si mwili yake karibu kwa sakafu. Anainama. Hebu tuambie, eti unasema tayari hawa washaamua eti Fireman Kithure Kindiki atakusanya virago vyake na kumuondokea mwingine? Hata kama umeamua kumfukuza, iko haja gani kumwaibisha? Ati kiti yake inaongelelewa kama ameketi hapo. Hata kama yeye ni bure, si ni bwana ya mtu? Hebu tusikie kutoka kwa Fireman mwenyewe. Eti umejaribu kumwonyesha Riggy G mapenzi ila hapendeki. Sikia nakuita ndugu yangu, sio ati nakuogopa, sio ati nakupenda sana, kwa sababu uko na madharau mingi. Mimi najaribu kukupenda lakini uko na madharau mingi. You don't know what kind of a human being you are. Haya basi, tugeukie mengine. Watu wa Kilifi County Harambee! Baada ya shangazi wa taifa Aisha Jumwa kuaga kwa heri viongozi serikalini, Waziri Duale sasa amejitokeza na kumwanika. Ule alikuwa katika cabinet, hata kusoma cabinet paper ilikuwa ni shida. Mimi ndio kwa namsaidia kumsoma. I used to help her to read the cabinet paper for her. Wanaona aibu sana mama, jirani wako chairman rais akisema sema hiyo cabinet paper anashindwa. Tumalizie na bingwa huyu aliyemtumbuiza rais kule Bungoma wakati wa tamasha la muziki la kitaifa. James Mwangi, makala ya mizengwe.